Karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Nancy Okware, mtangazaji wa lugha ya ishara. Leo hii ni Ann Wangeshi. Taarifa tunayoanza nayo ni kwamba tume ya kukabiliana na ufisadi nchini imesema itatafuta agizo la mahakama la kurejeshwa kwa shilingi bilioni 1.5 zilizolipwa kama fidia ya ardhi moja ya umma huko Ruaraka. Tume hiyo iliongeza kuwa kuwasilishwa kwa kesi mahakamani dhidi ya waliohusika na ulipaji wa fedha hizo. Haya yanajiri siku chache baada ya mahakama ya rufaa kuamua kwamba malipo ya fedha hizo yalikiuka sheria na kwamba serikali haiwezi kutoa ardhi yake. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, afisa mkuu wa tume ya kukabiliana na ufisadi nchini EACC, Abdi Mohamud, alisema uamuzi huo wa mahakama wa kuharamisha malipo hayo ya shilingi bilioni 1.5 kwa wastawishaji wa kibinafsi mwaka 2017 kwa ajili ya ardhi ya umma ya nambari ya usajili LR 78794 iliyoko sehemu ya Ruaraka hapa Nairobi umebaini matokeo ya uchunguzi wa tume hiyo kuhusiana na malipo ya fidia ya ardhi hiyo kwamba mchakato huo haukuwa halali. Ardhi hiyo ya ekari 13.5 kwa sasa inatumika na shule ya upili ya Ruaraka High na ile ya msingi ya Drive-In. Kulingana na tume hiyo, uchunguzi wake ulibaini kwamba ardhi hiyo ilisalimishwa kwa serikali bila malipo yoyote kama sharti muhimu kabla ya idhini kutolewa kwa ugavi wa ardhi hiyo na kuifanya kuwa mali ya umma, na hivyo basi fidia haingeweza kulipiwa ardhi hiyo. Mahakama kwa hivyo iliamua kwa utaratibu wa kupata ardhi hiyo pamoja na malipo hayo ya fidia ulikuwa haramu, na hivyo basi ulisababisha matumizi duni ya fedha za umma. Uamuzi huo umezua mjadala mpya wa umma kuhusiana na malipo hayo tata yaliyotekelezwa wakati wa naibu kinara wa chama cha Jubilee Dr. Fred Matiang'i alipohudumu kama waziri wa elimu. Wizara hiyo chini ya uongozi wa Matiang'i inadaiwa kutekeleza wajibu muhimu katika utaratibu uliopelekea fedha hizo kulipwa kampuni za kibinafsi za Afrisom Export Import Limited na Hewlands Limited kupitia kampuni ya Whispering Palms Estate Limited. Kufuatia uamuzi huo, tume ya EACC sasa inasema itazindua utaratibu wa kurejeshwa kwa fedha hizo. Kampuni hizo zilikuwa zimepinga matokeo ya uchunguzi wa awali kwamba ardhi ya shule hizo mbili ilikuwa ya umma. Tume ya EACC ilidokeza kwamba iliwasilisha faili ya uchunguzi wake kwa kitengo cha ODPP tarehe 11 mwezi Februari mwaka 2025, lakini kufuatia uamuzi huo wa mahakama, EACC sasa imesema itazindua juhudi za kuhakikisha fedha hizo zinarejeshwa na hatua za kisheria kuchukuliwa dhidi ya wahusika wakuu. Darubini.